Tunaanza na habari za ulimwengu, muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Nastea Mohamed. Karibu. Shukran Halima. Rais Donald Trump amesisitiza tena tishio lake la kutoza ushuru kwa nchi za Ulaya zinazopinga azma yake ya kuiteka Greenland. Alipoulizwa iwapo anaweza kwenda mbali zaidi na kutumia nguvu kuinyakua eneo hilo la Arctic kutoka Denmark, rais alijibu kuwa hana maoni. Wakati huo ndege za kivita na wanajeshi wa Marekani wanatarajiwa kutua Greenland hivi karibuni, lakini jeshi la Marekani limesema kuwa hilo ni zoezi lililopangwa kwa muda mrefu na kwamba Denmark na Greenland zinafahamu kuhusu hatua hiyo. Polisi katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria wamesema taarifa zinazoelezwa kwamba waumini walitekwa nyara kutoka makanisa katika jimbo hilo si za ukweli. Sambatenzi na taarifa zaidi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu pamoja na maafisa wa serikali za mitaa, kamishna wa polisi wa jimbo hilo Alhaji Muhammad Rabiu alizitaja taarifa hizo kuwa uongo ambazo zinasambazwa kwa nia ya kuchochea ghasia kwa wafanyabiashara wanaotaka kusababisha vurugu katika jimbo la Kaduna. Aliwataka yeyote yule awasilishe orodha ya majina ya waathirika waliodaiwa kutekwa nyara pamoja na maelezo yao mengine. Mwenyekiti wa eneo la serikali ya mitaa ya Kajuru, Dauda Madaki, amesema vikosi vya usalama vilitumwa Kulminiwali kufuatia taarifa za shambulio, lakini havikupata ushahidi wowote. Aliongeza kwamba walifika kwenye kanisa hilo ambapo waumini wanadaiwa kuwa walitekwa na kuthibitisha kwamba hakukuwa na mashambulizi. Polisi pia walimnukuu kamishna wa jimbo anayehusika na usalama wa ndani na masuala ya ndani, Sule Shuaibu, akisema kuwa viongozi wa kidini walitembelea eneo hilo na kubaini kwamba kilichosambazwa kwa umma kilikuwa si cha kweli kabisa. Vikosi vya wanamgambo vya Rapid Support Forces RSF nchini Sudan vimeelezea masikitiko yao kufuatia mapigano ya mpakani na Chad yaliyosababisha vifo vya wanajeshi 7 wa Chad. RSF imesema tukio hilo halikuwa la kukusudia. Kwa mjibu wa RSF, vikosi vyao vilikuwa vikifuatilia wanajeshi wa jeshi la Sudan waliokuwa wameingia katika eneo lao kabla ya wanajeshi hao kukimbilia tena kuvuka mpaka na kuingia Chad. Haijulikani iwapo jeshi la Sudan lina vikosi vilivyoko ndani ya nchi ya kigeni. Mvutano wa mpakani kati ya Sudan na Chad umeongezeka tangu mwaka jana baada ya RSF kuchukua ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan katika eneo la magharibi la Darfur. Jeshi la Sudan na RSF wamekuwa wakipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu Aprili mwaka 2023, na hatimaye kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine amesema ataendelea kumpinga Rais Yoweri Museveni licha ya kushindwa katika uchaguzi wa wiki iliyopita. Akizungumza na BBC akiwa mafichoni, Wine alisema sasa ni jukumu la wananchi wa Uganda kujiondoa chini ya utawala wa dikteta, akidai kuwa hakuna taasisi ya serikali itakayofanya hivyo. Alirudia madai yake kuwa vikosi vya usalama vya Uganda vinataka kumkamata na kumdhuru, akisema vimeuzingira nyumba ya familia yake na haviruhusu kuingizwa kwa chakula. Madai hayo yamekanishwa na maafisa wa Uganda wanaosisitiza kuwa lengo lao ni kulinda usalama wake. Na kama ulivyosikia, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ameahidi kupata chanzo cha kilichosababisha ajali ya treni ya mwendo kasi ambayo imeua watu takriban 40, huku juhudi za uokoaji na utafutaji zikiendelea. Zaidi na Nasea Mohamed. Baada ya kutembelea eneo la ajali hiyo, Sanchez pia alitangaza siku 3 ya maombolezo ya kitaifa kwa ajili ya waathiriwa. Zaidi ya watu 120 walijeruhiwa wakati mabehewa ya treni iliyokuwa ikielekea Madrid yalipotoka kwenye reli na kuvuka hadi njia ya upande mwingine, ambapo iligongana na treni iliyokuwa ikija katika eneo la Andamuz jioni ya Jumapili. Ajali hiyo ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika zaidi ya muongo mmoja. Mwendeshaji wa mtandao wa reli Adif alisema kuwa ajali hiyo ilitokea saa 7:30 usiku kwa saa za huko, saa 12:30 siku ya Jumapili, takriban saa moja baada ya moja treni kuondoka Malaga kuelekea kaskazini mjini Madrid ilipotoka kwenye reli katika sehemu ya reli iliyonyoka karibu na mji wa Cordoba. Kwa mjibu wa waziri wa uchukuzi Oscar Ponte, nguvu ya ajali hiyo ilisukuma mabehewa ya treni ya pili hadi kwenye kingo za udongo. Aliongeza kuwa wengi wa waliouawa na kujeruhiwa walikuwa kwenye mabehewa ya mbele ya treni ya pili ambayo ilikuwa ikisafiri kutoka Madrid kuelekea kusini mjini Huelva. Vikosi vya uokoaji vinasema kuwa mabaki ya treni yaliyoharibika vibaya
yalifanya iwe vigumu kuwaokoa watu waliokuwa wamenaswa ndani ya mabehewa. Sanchez alitembelea eneo la ajali hiyo pamoja na maafisa wakuu siku ya Jumatatu alasiri na kusema kwamba ni siku ya huzuni kwa taifa la Uhispania. Aliongeza kuwa uchunguzi wa kina utafanyika ili kugundua sababu ya janga hilo. Puente alisema kuwa uchunguzi unaweza kuchukua angalau mwezi mmoja, akielezea tukio hilo kuwa la kushangaza. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limenukuu chanzo mmoja kwamba matokeo ya awali ya uchunguzi kikisema kuwa wataalamu waligundua kiungo chenye hitilafu kwenye reli ambacho kilisababisha pengo kati ya sehemu za reli na ambayo huenda ikawa sababu ya ajali hiyo. Ni taarifa yake Nastea Mohamed. Ikiwa inakaribia takriban wiki moja toka kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Uganda, mmoja waliokuwa wagombea urais wa uchaguzi huo, Robert Kasibante, amewasilisha malalamiko mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2026 kwa madai kuwa alikiuka kanuni za uchaguzi. Mbali na kupinga matokeo ya uchaguzi, mawakili wawili wamewasilisha pia ombi katika mahakama kuu kupinga uhalali wa kuzima kwa mtandao nchi nzima kuanzia Januari 13 na 18 mwaka huu. Nimezungumza na mwandishi wa BBC Ron Cliff Odit aliyepo Kampala kuhusu malalamiko hayo. Baada ya uchaguzi Uganda, sheria inaruhusu katika muda wa siku 14, yani muda wa wiki mbili, wagombea wanaweza enda mahakamani na kuwasilisha kesi ikiwa hawakuridhika na matokeo. Robert Kasibante ni mgombea ambaye alikuwa ndio mwenye umri mdogo zaidi katika wagombea wote waliokuwa wakiwania nafasi ya urais. Ana miaka 36 tu. Kasibante alitoka nambari 6 katika uchaguzi huu wa Uganda kwa jumla ya kura 33,440. Ni 0.3% tu ya kura zilizopigwa ambazo alipata yeye. Ameishtaki tume ya uchaguzi na vile Rais Yoweri Kaguta Museveni pamoja na chama tawala NRM, na anasema kwamba kwa mtizamo wake yeye hakutendewa haki na hivyo anataka uchaguzi huu na matokeo yake kuweza kubatilishwa. Robert Kasibante ana nguvu gani yani katika siasa za Uganda? Rais Yoweri Museveni alipata zaidi ya kura milioni 7. Robert Chagulanyi alipewa zaidi ya kura milioni 2 kati ya kura milioni 11 zilizopigwa. Kasibante ana kura 33,000 pekee. Ni mtu ambaye kabisa unaweza kuona hana ushawishi wowote. Ni mgombea tu aliyekuwa pale na yeye anatekeleza haki yake ya kikatiba. Tukibakia na taarifa kuhusiana na mahakama, kuna mawakili nchini Uganda wamejitokeza kuzishtaki kampuni za mawasiliano kwa kuzima internet katika kile kipindi cha uchaguzi. Kama ulivyotaja, ni kweli wakili wa haki za kibinadamu ambao wamefika mahakamani wamewasilisha kesi kupinga hatua ya serikali ya kuzima intaneti. Siku moja tu kabla ya raia wa Uganda kwenda kwenye uchaguzi, serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni ilizima intaneti nchi nzima, na walisema wanafanya hivyo kwa sababu za kiusalama, wakidai kwamba kulikuwa na mipango ya kuleta vurugu. Sasa mawakili hawa wakiongozwa na wakili Michael Aboneka, suala lao kuu katika mahakama ni kupinga uhalali wa serikali ya Uganda kuweza kufanya hivyo. Wanasema kwamba kuna Waganda wengi ambao wanategemea intaneti katika biashara zao, katika shughuli zao za kimaisha, waliathirika na agizo hili la serikali. Sasa labda mtu atajiuliza kwa nini wanafanya hivyo sasa. Ni kwamba hata kama imeshapita, lakini iwapo mahakama itakubaliana nao, basi watakuwa wamezuia matukio ya baadaye ambapo serikali inaweza tena kufunga intaneti na visa kama hivi. Hebu tumsikilize wakili huyu wa haki za kibinadamu Michael Abone. Many Ugandans use internet. Raia wengi wa Uganda wanategemea mtandao kwa ajili ya kujipatia kipato. Bila upatikanaji wa mtandao, huduma kama Uber haziwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ni madereva na abiria wangapi wanaopoteza riziki yao? Watu hawawezi kuagiza bidhaa, huduma za usafirishaji wa chakula zinasimama na biashara za mtandaoni zinavurugika. UCC haina msingi wowote wa kisheria kutoa amri za kiholela kwa kampuni za mawasiliano na watoa huduma za intaneti kuzima huduma za mtandao. Huduma za intaneti zimerudi kama kawaida. Zimerudi, lakini bado mitandao ya kijamii imefungiwa, hivyo watumizi wengi wanatumia mfumo wa VPN ili kuweza kupata mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Facebook, Instagram na hata TikTok. Naam, ni Ron Cliff Odit wa BBC kama alivyozungumza naye. CEO wa Marekani Donald Trump ameapa kutekeleza kwa 100% tishio lake la kuzitoza ushuru nchi za Ulaya zitakazopinga madai yake ya kutaka kuchukua udhibiti wa kisiwa kikubwa cha Greenland. Zaidi na Sambatenzi.
Washirika wa Umoja wa Ulaya wamejitolea kulinda uhuru wa kisiwa cha Greenland. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark amesisitiza kuwa rais wa Marekani hawezi kutishia njia yake ya umiliki wa eneo lenye uhuru kiasi la Denmark. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesisitiza msimamo wa Uingereza kwamba mustakabali wa Greenland ni kwa Greenland na wa Denmark pekee kuamua. Jana Jumatatu, Trump hakukanusha mpango wa matumizi ya nguvu na kusisitiza kwamba ataendelea na tishio la kutoza ushuru kwa bidhaa zinazowasili Marekani kutoka Uingereza na nchi nyingine 7 zinazoshirikiana na Umoja wa Kujihami wa Nchi za Magharibi NATO. Alipoulizwa na NBC News kama atatumia nguvu kuidhibiti Greenland, Trump alijibu kwamba hana maoni. Rais wa Marekani alisema ataitoza Uingereza ushuru wa 10% kwa bidhaa zozote na zote zilizoingizwa Marekani kuanzia Februari mosi na kuongezeka hadi 25% kuanzia Juni mosi, hadi makubaliano yatakapofikiwa kwa Washington kuinunua Greenland kutoka Denmark. Trump alisema hali hiyo itatumika kwa nchi za Denmark, Norway, Sweden, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Finland ambazo zote ni wanachama wa NATO ambayo ilianzishwa mwaka 1949. Alipoulizwa iwapo atatekeleza tishio hilo la ushuru, Trump aliambia NBC News, "Nitatekeleza kwa 100%." Ni Sambatenzi akitupa nafasi moja kwa moja kuelekea katika michezo. Winga wa kimataifa